Swali kubwa kwenye upande wa soka nchini Tanzania hivi sasa ni juu ya watu kutaka kumjua kiongozi wa serikali anayedaiwa alipiga simu timu ya Simba isifunguliwe geti. Je, wewe umeshamjua? Basi baki na mimi mpaka mwisho wa taarifa hii. Hii ni Mseto Media na kuletea taarifa hii ya kandanda, naitwa Princess Kiuli. Ili usipitwe na taarifa zetu, hakikisha umebonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe kisha alama ya kengele. Stori kubwa kwenye upande wa soka nchini Tanzania hivi sasa ni juu ya mvutano mpya ulioibuka kati ya klabu ya mpira ya Yanga, bodi ya ligi na TFF. Na hili limeibuka kutokana na ule mchezo wa marudiano wa watani wa jadi uliopangwa kuchezwa mwezi huu Juni, ambapo klabu ya Yanga imeugomea ikisema haichezi mpaka pale watakapojibiwa maswali yao na matakwa yao pia kutekelezwa. Ambapo Juni 9, 2025, bodi ya ligi iliwaita klabu ya Yanga na kufanya nao kikao juu ya mchezo huo tajwa. Dhamira na nia ikiwa ni kuongea na timu hiyo ili iridhie kucheza mchezo huo. Lakini kikao kiliisha klabu ya Yanga ikibakia kusimamia msimamo wake vile vile ikisema no, haichezi. Baada ya kikao hicho, bodi ya ligi walijitokeza kwa waandishi wa habari na kuongea kile walichoongea na Yanga, ambapo walisema Yanga imetoa matakwa yake ili kucheza mchezo huo, ikisema kwanza inataka bodi ya ligi ijiuzulu au ifutwe, kisha katibu wa TFF pia ajiuzulu na mengineyo. Ambapo baada ya presi hiyo, Yanga nao waliitisha presi upesi sana dakika chache mbeleni. Kwenye presi hiyo ya Yanga alikuwa akiongea afisa habari Ali Kamwe. Alianza kwa kusema anaishangaa bodi imesubiri kikao kikaisha kisha ikajitokeza kutoa taarifa kwa umma tofauti na ilivyokuwa au walivyokubaliana. Yanga ikasema pia kwa sababu bodi imejitokeza na kuongea sio yote ya kweli, sasa Yanga inaenda kuweka ukweli wote uwazi. Ambapo Ali Kamwe aliujuza umma kuwa cha kwanza walichokiomba kwenye kikao na bodi ili wacheze mechi ile ilikuwa ni ripoti ya je, kwa nini mchezo wa awali Simba na Yanga uliahirishwa, na baada ya uchunguzi majibu ni yapi. Kamwe anasema bodi ilijibu ripoti ya majibu ipo, lakini hawawezi itoa kwa umma kwa sababu aliyezuia Simba kufanya mazoezi ni kiongozi mmoja mkubwa wa serikali aliyedaiwa alipiga simu kwa mamlaka za uwanja kuwazuia wasiwafungulie Simba uwanja. Ambapo Ali Kamwe alisema kwenye kikao cha bodi jina la kiongozi huyo wa serikali lilitajwa, lakini yeye hawezi kulitaja. Akaitaka bodi itoe taarifa ya ukweli kwa umma na sio kudanganya. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu mlikuwa wakijiuliza. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyewe hamjui ripoti na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Ndio nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu nusu. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hiyo, lakini ndani ya kikao amekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Kwa hiyo tumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumuomba akiwa anazungumza next time tupata fursa ya kukutana naye, waambie Watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi 8 clean ilivyo, eleza umma upate kufahamu. Kamwe pia akasema matakwa yao aliyoyatoa kwa bodi ili kucheza mchezo wa derby ni pamoja na viongozi wa bodi kujiuzulu.
CEO wa bodi kujiuzulu, kwani wameshindwa kusimamia kanuni za mpira wa miguu kwa kilichotokea siku ile. Na pia Yanga ikataka na katibu wa TFF naye ajiuzulu, kwani kwenye ligi anatokeaga malalamiko mengi ya waamuzi na hakuna hatua zinazochukuliwa, huku swala la waamuzi liko chini ya ofisi ya katibu huyo. Kama alisema kama hayo yakifanyika, wao wapo tayari kucheza muda wowote itakapopangwa tarehe mpya. Lakini kama aliongezea kwa kusema kutokana na bodi imejitokeza na kuongea hayo, sasa wanatangaza rasmi kama walioyataka hayatafanyika, basi hawatacheza hata michezo yao ya ligi iliyobakia, na atakayethubutu kuwakata point wanataka wamuone sasa. Kama alitoa jipya tena kali zaidi kwa kusema, na pia Yanga inatangaza rasmi kuwa hawatocheza pia na mchezo wa fainali wa kombe la CRDB mpaka pale atakapopewa pesa yao ya ubingwa ya kombe hilo ya msimu uliopita. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Iko very clear. Mpaka maana tumelealeana kwa muda mrefu. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Siku mzima tumeisubiri hapa, tulishaandika barua sana. Barua. Sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipwa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Hapa akiufungua umma kuwa kumbe msimu uliopita ambao Yanga walikuwa washindi wa kombe la CRDB hawakulipwa. Swala hilo liliibua mjadala mingi sana nchini, hasa kwenye vipindi vya uchambuzi wa soka. Hivyo presi ile ikaisha, Yanga wakiweka wazi kwa wapenda mpira kuwa kumbe aliyesababisha Simba isifunguliwe geti siku ile ni kiongozi mkubwa wa serikali. Watu wakitaka kujua, je, ni nani? Vile vile Yanga wakimaliza kwa kusema hawatomalizia michezo ya NBC iliyobaki mpaka matakwa yao yafanyiwe kazi na wale wao watakaogusa pointi zao. Na pia wakatoa kauli mpya kuwa hata fainali ya kombe la CRDB hawatocheza mpaka walipwe pesa za ubingwa wa msimu uliopita. Sasa hapa watu wakabaki na maswali mengi. Kumbe bodi ilisema tofauti na ukweli? Kumbe aliyesababisha Simba kutofunguliwa geti ni kiongozi wa serikali, na kumbe Yanga hawakulipwa hela yao ya ubingwa wa kombe la CRDB ya msimu uliopita? Haya yote yakawa mijadala mikubwa kwa wapenzi wa soka. Sasa watu wanajiuliza, je, ni kiongozi gani aliyepiga simu geti lisifunguliwe? Je, ni Mheshimiwa Rais? Wanasema huyu haiwezekani, kwani hausiki na mpira. Wanauliza ni waziri wa michezo Ndumbaro? Wanasema bado hatujui. Wanazidi hoji, au ni naibu waziri Mwinjuma Shabani maarufu kama Mwana FA? Wanasema hakuna uhakika. Wanazidi kujiuliza, au ni waziri wa fedha Mwigulu Nchemba sababu yeye ni mtu wa boli? Lakini bado wanasema haijathibitishwa. Hili ndilo limekuwa swala gumzo kwa wapenda mpira wenzangu, na sisi tumekuletea hapa ili kukupa fursa ujaribu kuotea atakuwa ni kiongozi yupi. Kisha habari ifuatayo nitakuletea kiongozi huyo kwa jina na kukuletea majibu ya CRDB na majibu ya TFF pia kuhusu Yanga kutolipwa hela yao ya ushindi. Niache comment yako hapo chini. Mimi ni Princess Kiuli na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.